Kweli kabisa, umependeza sana. Walidhani ameharibu maisha yake kwa kuchagua mwanaume asiye na kitu. Ujambo. Twende, simama polepole. Lakini mwisho wa stori hii uligeuza kila kitu. Ameolewa na maskini. Kulikuwa na familia moja iliyoheshimika sana mtaani, si kwa utajiri mkubwa sana, bali kwa malezi na muonekano wao uliovutia wengi. Ndani ya nyumba hiyo waliishi mabinti watatu, waliotofautiana kwa kila kitu, fikra, mitazamo na hata namna walivyoyaona maisha. Wawili wa kwanza walikuwa kama mapacha wa mawazo. Walipenda maisha ya juu, walijiamini kupita kiasi, na kila walipoenda walitaka waonekane tofauti. Kwao, mwanaume hakuwa tu mtu wa kupendwa, alikuwa kama tiketi ya kufika maisha ya ndoto. Walipenda magari mazuri, mavazi ya gharama, na wanaume waliokuwa na majina makubwa au sura za kuvutia. Mara nyingi walisikika wakisema, maisha ni kuchagua kilicho bora, si kubahatisha. Lakini mdogo wao alikuwa tofauti kabisa. Yeye alikuwa mtulivu, mwenye tabasamu la upole na moyo wa huruma. Hakuona umuhimu wa pesa au muonekano wa nje kama kipimo cha upendo. Aliamini mtu anaweza kuwa na kila kitu, lakini akakosa moyo wa kweli. Mara nyingi alikaa kimya akisikiliza dada zake wakizungumza, lakini moyoni mwake alijua haendani nao. Siku moja jioni, walipokuwa wamekaa sebuleni wakitazama runinga, mada iligeuka kuwa kuhusu mapenzi. Dada wakubwa walianza kucheka na kubeza wanaume wasiokuwa na pesa. Ndipo macho yao yakahamia kwa mdogo wao. Kwa sauti ya kejeli, mmoja wao akasema, wewe ndio utakayekuja kulia hapa. Ukiolewa na mtu asiye na kitu, utaishia kuumia tu. Wote wakacheka. Mdogo wao alitabasamu tu, lakini moyoni alihisi kitu tofauti, kana kwamba maisha yalikuwa yanamwandalia somo ambalo wao hawakuliona bado. Siku zilivyopita, tabia za wale dada wawili wakubwa zilizidi kujionyesha wazi. Kila mazungumzo yao yalizunguka kwenye maisha ya kifahari, nguo za bei ghali, mikahawa ya hadhi, na wanaume waliokuwa na uwezo wa kuwapa kila walichotamani. Kwao, mapenzi hayakuwa kipaumbele cha kwanza. Kilichoonekana mbele ni kile ambacho macho yanaweza kuona na watu wengine kuheshimu. Mara nyingi walikaa pamoja wakichambua wanaume kama vile wanachagua bidhaa dukani. Mmoja angeuliza, ana gari gani? Na mwingine angeongeza, anafanya kazi wapi? Ana pesa kiasi gani? Kama majibu hayakuridhisha, walikatiza mazungumzo hapo hapo. Kwao, mwanaume wa kawaida hakuwa na nafasi kabisa. Kulikuwa na kijana mmoja jirani ambaye alikuwa mchapakazi na mwenye heshima, lakini hakuwa na mali nyingi. Alijaribu kumkaribia mmoja wao kwa nia njema, lakini alikataliwa kwa dharau. Sina muda wa kujaribu maisha ya kubahatisha, alisema huku akigeuza uso wake kana kwamba hata kumwangalia ilikuwa kupoteza muda. Tukio hilo lilimfanya mdogo wao atafakari kwa kina. Mdogo wao alipokuwa akitazama yote hayo, aliona tofauti kubwa kati yake na dada zake. Yeye aliamini kuwa thamani ya mtu ipo kwenye tabia yake. Namna anavyoheshimu, anavyopenda na anavyowajali wengine. Hakujali sana kama mtu ana pesa au la, kwa sababu alijua hali inaweza kubadilika, lakini tabia ya mtu ni kitu kigumu kubadilika. Mara nyingine alijaribu kuwashauri kwa upole, lakini walimpuuza. Wewe bado hujui maisha, walimwambia kwa sauti ya kujiamini. Alibaki kimya, akitabasamu kidogo, akijua ndani yake kuwa siku moja ukweli utaonekana wazi, lakini si kwa maneno, bali kwa matokeo ya chaguo zao. Ilikuwa jioni tulivu yenye upepo mwanana, mdogo wao alipokuwa akirudi nyumbani kutoka sokoni. Barabara ya mtaa ilikuwa na pilika za kawaida. Watu wakizungumza, watoto wakicheza, na kelele za mbali za muziki kutoka kwa vibanda vya jirani. Ndipo macho yake yakatua kwa mwanaume mmoja aliyekuwa amekaa pembeni ya njia, akionekana kuchoka na mwenye hali ya kulegea kana kwamba ametoka kulewa. Watu waliompita walikuwa wakimcheka au kumtazama kwa dharau. Wengine walinong'ona, wakisema huyu hana msaada, ni mlevi tu wa kila siku. Lakini mdogo wao aliposimama kidogo kumtazama, aliona kitu ambacho wengine hawakuona. Macho ya yule mwanaume hayakuwa ya mtu aliyepotea kabisa, yalikuwa na utulivu fulani, kana kwamba kulikuwa na hadithi iliyojificha ndani yake. Alipokuwa karibu kupita, yule mwanaume alijaribu kusimama lakini akajikwaa kidogo. Bila kusita, mdogo alimshika mkono kumsaidia. Kwa mshangao wake, mwanaume alimshukuru kwa sauti ya heshima na upole uliomfanya ashtuke kidogo.
Haikuwa sauti ya mtu asiyejitambua. Ilikuwa ya mtu aliyekuwa na nidhamu iliyofichwa nyuma ya sura aliyokuwa ameivaa. Kuanzia siku hiyo, alianza kumuona mara kwa mara. Wakati mwingine alimletea maji au chakula kidogo, na kila alipofanya hivyo, aliona tabasamu la shukrani lisilo na unafiki. Taratibu, alianza kuhisi kuwa kuna kitu zaidi ya kile kinachoonekana juu juu. Lakini alipowaeleza dada zake kuhusu mwanaume huyo, walicheka kwa kejeli kali. Sasa umeanza hata kuokota walevi wa mtaani, mmoja alisema huku akitikisa kichwa. Hapo ndipo utaishia kuharibu maisha yako kabisa. Maneno yao yalikuwa makali, lakini hayakubadilisha hisia zake. Ndani ya moyo wake, alihisi kana kwamba amekutana na mtu ambaye wengine wote walikuwa wamehukumu bila kumjua. Siku zilivyoendelea kupita, ule ukaribu wa bahati mbaya ulianza kubadilika kuwa mazoea ya kila siku. Mdogo wao alijikuta akipitia njia ile ile mara kwa mara, si kwa sababu ya ulazima, bali kwa sababu moyoni mwake kulikuwa na kitu kilichokuwa kinamvuta. Yule mwanaume, ambaye wengi walimuita mlevi wa mtaa, alianza kumzoea pia, si kwa maneno mengi, bali kwa heshima na ukimya uliokuwa na maana. Mazungumzo yao yalikuwa rahisi, lakini ya kina. Hakukuwa na majivuno wala kujionyesha. Alipoongea, mwanaume alionekana kuwa na busara isiyoendana na hali yake ya nje. Alijua kusikiliza, alijua kujibu kwa utulivu, na zaidi ya yote, alionyesha kujali kwa vitendo vidogo ambavyo havikuhitaji pesa. Siku moja, alipogundua mdogo wao amechoka, alimtafutia sehemu ya kukaa na kumletea maji bila hata kuulizwa. Kitendo hicho kidogo kiligusa moyo wake kwa namna ambayo hakuielewa kabisa. Kadri walivyozidi kuzoeana, tabasamu lilianza kuwa sehemu ya kila kukutana kwao. Mdogo wao alianza kuona furaha katika vitu vidogo, mazungumzo mafupi, vicheko visivyo na sababu, na ule utulivu alioupata akiwa karibu naye. Hakuona tena ule mwonekano wa nje ambao wengine walikuwa wanauona. Aliona mtu aliyekuwa na moyo wa kipekee. Hata hivyo, kwa mtu yoyote aliyewaangalia kutoka mbali, picha ilikuwa ya ajabu. Wengi walijiuliza kimoyomoyo, anaona nini kwa huyu mtu? Na hata wale waliokuwa wanasikia hadithi yao, walianza kuwa na swali lile lile, kulikuwa na kitu gani kilichokuwa kimefichwa nyuma ya yule mwanaume? Kwa mdogo wao, haikuwa siri wala fumbo. Ilikuwa ni hisia halisi aliyokuwa akiihisi kila walipokuwa pamoja, hisia ya kuthaminiwa, kuheshimiwa na kupendwa bila masharti. Na bila hata kutambua, mwanzo wa kitu kikubwa ulikuwa tayari umeanza kuchukua nafasi ndani ya maisha yake. Kadri ukaribu wao ulivyozidi kukua, ndivyo maneno ya watu yalivyoanza kuwa makubwa zaidi. Haikuwa tena siri mtaani kwamba mdogo wao alikuwa akionekana mara kwa mara na yule mwanaume anayejulikana kama mlevi. Habari zilifika nyumbani haraka kuliko alivyotarajia, na siku moja jioni alipofika, alikuta hali imebadilika kabisa. Sebuleni kulikuwa na ukimya mzito. Dada zake wawili walikuwa wamekaa kwa uso mkali, na wazazi wao walionekana kuwa na mawazo mengi. Hakuhitaji kuambiwa, alijua tayari nini kilikuwa kinafuata. Mmoja wa dada zake alivunja ukimya kwa sauti ya ukali. Hii tunayoyasikia ni kweli? Alijaribu kujibu kwa utulivu, lakini kila neno lake lilikatizwa. Walikuwa tayari wamefanya uamuzi wao. Kwao, kile alichokuwa anakifanya hakikuwa tu kosa, kilikuwa aibu kwa familia. Walimkumbusha jinsi walivyolelewa, walivyotarajiwa kuwa na hadhi fulani, na jinsi alivyokuwa akiharibu picha yao mbele ya watu. Huyo si mtu wa maana, dada yake mkubwa alisema kwa msisitizo. Hana maisha, hana mwelekeo. Unajipeleka wapi? Maneno hayo yalikuwa mazito, yakigonga moja kwa moja moyo wake. Lakini ndani yake kulikuwa na sauti ndogo iliyokataa kuyumbishwa. Alijua kile alichokiona kwa yule mwanaume hakikuwa kitu cha juu juu. Alijaribu kueleza hilo, lakini hakuna aliyekuwa tayari kusikiliza. Shinikizo liliongezeka siku hadi siku. Kila alipotoka, aliulizwa, anaenda wapi? Kila aliporudi, alichunguzwa kwa macho ya hukumu. Dada zake walizidi kumkandamiza kwa maneno ya kejeli na tahadhari, wakiamini wanamwokoa na kosa kubwa. Lakini kadri walivyozidi kumlazimisha aachane naye, ndivyo alivyohisi kusimama imara zaidi. Ndani ya moyo wake, mapambano makubwa yalikuwa yameanza kati ya familia yake na hisia zake. Na safari hii, haikuwa rahisi kuchagua upande.
Shinikizo lilizidi kuwa kubwa hadi ikafika hatua ambayo mdogo wao alihisi kana kwamba kila mtu alikuwa akimvuta upande wake. Familia yake ilimtaka achague kile ambacho wao waliamini ni usalama, maisha ya hadhi, mwanaume mwenye mali na picha nzuri mbele ya jamii. Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na sauti nyingine iliyokuwa haizimiki, sauti ya upendo wa kweli aliyokuwa ameupata kwa yule mwanaume ambaye watu walimcheka. Usiku mmoja wa utulivu, alikaa peke yake chumbani kwake kwa muda mrefu. Alikumbuka maneno ya dada zake, macho ya watu mtaani, wakati huo huo akakumbuka jinsi alivyokuwa akijisikia akiwa naye, amani, heshima na uhalisia ambao hakuwahi kuupata mahali pengine. Ilikuwa ni vita ya ndani ambayo hakuna mtu angeweza kuiona kwa macho, lakini ilimtesa sana. Siku iliyofuata, alifanya uamuzi ambao uliwashangaza wengi. Kwa utulivu na bila kelele, aliwaambia familia yake kwamba moyo wake umeshachagua. Hakukuwa na mabishano mengi tena, kwani walikuwa wamechoka kumzuia. Lakini macho yao yalionyesha wazi kuwa hawakuridhika hata kidogo. Harusi haikuwa ya kifahari. Hakukuwa na magari ya gharama, wala mapambo ya kuvutia kama yale ambayo dada zake walikuwa wakiota. Ilikuwa harusi ya kawaida sana, yenye watu wachache na mazingira ya unyenyekevu. Wengi wa wale waliowahi kumcheka walikuwepo, wengine kwa udadisi na wengine kwa dharau iliyojificha nyuma ya tabasamu bandia. Lakini kwa mdogo wao, siku hiyo haikuwa kuhusu macho ya watu. Ilikuwa kuhusu moyo wake. Alisimama mbele ya mwanaume yule, akimwangalia kwa macho ya imani na uthabiti. Na wakati nadhiri zilipotamkwa, alihisi kama amechukua hatua kubwa zaidi ya maisha yake, hatua ambayo hakuna aliyeielewa kikamilifu isipokuwa yeye mwenyewe. Baada ya harusi ile ya kawaida kupita, maisha halisi yalianza kuonekana bila mapambo wala furaha ya siku ile ya tukio. Mdogo wao alihamia kwenye maisha mapya akiwa na yule mwanaume ambaye sasa alikuwa mume wake, lakini mazingira yalikuwa tofauti kabisa na yale aliyoyazoea akiwa nyumbani kwao. Nyumba yao ilikuwa ya kawaida sana, isiyo na anasa wala vitu vya kujionyesha. Siku za mwanzo zilikuwa za ukimya mwingi na mazoea mapya. Mwanaume wake aliendelea kuonekana kama alivyozoeleka mtaani, mwenye tabia ya kunywa mara kwa mara, kurudi nyumbani akiwa amechoka, na wakati mwingine akionekana kana kwamba hana mwelekeo maalum wa maisha. Kwa mtu yoyote wa nje, haikuwa vigumu kuhukumu kwamba mdogo wao alifanya kosa kubwa. Wakati mwingine alikaa peke yake akitazama maisha yake mapya, akijiuliza maswali ambayo hayakuwa na majibu rahisi. Lakini kila alipomwangalia mume wake, bado aliona ile tabasamu la upole na matendo madogo ya kujali ambayo watu wengine hawakuyaona. Hiyo ndiyo iliyomshikilia hata pale mambo yalipoonekana kuwa magumu zaidi. Kwa upande mwingine, habari zilifika haraka nyumbani kwao. Dada zake wawili wakubwa hawakusita hata kidogo kutumia hali hiyo kama uthibitisho wa hoja yao ya zamani. Kila walipopata nafasi, walimkumbusha kwa kejeli. "Tulikwambia," mmoja wao alisema huku akicheka. "Sasa angalia maisha uliyoyachagua." Maneno yao yalikuwa kama miiba, yakimchoma kila alipoyasikia. Lakini badala ya kumvunja, yaliongeza ukimya wake na tafakari. Alianza kuona tofauti kati ya kile watu walichokiona na kile alichokuwa kikihisi moyoni. Hata hivyo, kwa macho ya nje, picha ilikuwa ile ile. Maisha magumu, mwanaume asiyeonekana kuwa na mwelekeo, na mdogo wao aliyeonekana kana kwamba amepotea. Lakini nyuma ya pazia hilo la maoni ya watu, kulikuwa na kitu ambacho bado kilikuwa hakijaeleweka, kitu kilichokuwa kikiendelea kimya kimya, kikisubiri muda wake kufunuliwa. Kadri siku zilivyopita ndani ya ndoa yao ya kawaida, mdogo wao alianza kuona mambo madogo madogo ambayo mwanzoni yalionekana kama bahati mbaya au mazoea ya kawaida. Lakini taratibu, yale mambo yakaanza kujirudia kwa namna iliyomfanya aanze kujiuliza maswali moyoni mwake. Kulikuwa na nyakati ambapo mume wake alipokea simu za siri. Si mara moja wala mbili, na kila ilipotokea, aliondoka pembeni akiongea kwa sauti ya chini sana, kana kwamba hakutaka mtu mwingine asikie. Alipomuuliza, majibu yake yalikuwa mafupi tu, yakisema ni mambo ya kawaida ya maisha. Lakini macho yake yalionyesha kitu kingine kabisa, kitu kilichofichwa kwa makusudi. Pia alianza kugundua safari zisizoeleweka. Wakati mwingine mume wake alikuwa akiondoka asubuhi na kurudi usiku sana, bila maelezo ya wazi. Hakukuwa na ratiba inayoweza kueleweka.
Wakati mwingine alionekana amechoka sana, lakini si kwa namna ya mtu asiye na kazi, bali kama mtu aliyekuwa amebeba mzigo mkubwa wa jambo ambalo halizungumziki kirahisi. Lakini kilichomchanganya zaidi ni tabia yake ya ajabu ya kujua mambo ambayo hakutarajiwa kuyajua. Wakati mwingine alizungumza kuhusu biashara, watu wenye ushawishi au taarifa za maeneo makubwa ya mji kwa ujasiri wa mtu mwenye uzoefu mkubwa. Hata hivyo, alipoulizwa kuhusu maisha yake ya kila siku, alibaki kuwa yule yule wa kawaida ambaye watu walimfahamu mtaani. Mdogo wao alianza kuhisi mgongano mkubwa moyoni. Picha aliyokuwa amezoea ya mume wake kama mlevi wa mtaa ilianza kutikisika taratibu. Kila dalili mpya iliongeza mashaka, lakini pia ilizidisha hisia ya kwamba kuna kitu kikubwa kilichofichwa nyuma ya tabasamu lake tulivu. Alijikuta akimtazama zaidi kuliko kawaida, akijaribu kusoma kila hatua yake. Lakini kila alipofikiri amemwelewa, ndipo alipozidi kuwa fumbo kubwa zaidi. Na bila kujua, safari ya kugundua ukweli halisi ilikuwa imeanza, safari ambayo ingebadilisha kila kitu alichowahi kufikiria. Siku moja ya kawaida ambayo haikuwa na dalili yoyote ya pekee, mdogo wao alijikuta akigundua kitu ambacho kilibadilisha kabisa mtazamo wake kuhusu maisha yake yote ya ndoa. Ilianza kama tukio dogo tu, simu iliyosahaulika nyumbani. Mume wake alipokuwa ameoga na kujiandaa kutoka, simu yake ililia mara kadhaa bila kupokelewa. Kwa muda mfupi, alijikuta akiangalia bila nia mbaya, lakini jina lililoonekana kwenye skrini lilimfanya asimame kimya. Haikuwa jina la kawaida la rafiki au mtu wa mtaa. Kulikuwa na heshima, tahadhari, na aina ya mawasiliano ambayo hayakuendana kabisa na picha ya mlevi wa mtaa aliyokuwa akiijua. Akiwa na mashaka, alifungua baadhi ya ujumbe wa awali ambao ulikuwa umeonekana kwa haraka. Kile alichokiona kilimfanya moyo wake uanze kupiga kwa kasi. Kulikuwa na mazungumzo kuhusu mikutano, maamuzi ya biashara, na majina ya watu wenye ushawishi mkubwa ambao hakuwa amewahi hata kufikiria kama wanaweza kuwa karibu na mume wake. Kichwa chake kilijaa maswali. Je, huyu ndiye yule mtu yule niliyeamini kuwa mlevi wa kawaida wa mtaani? Usiku huo, alipomkabili kwa utulivu, hakukuwa na hasira bali mshangao uliochanganyika na utulivu wa ndani. Mwanzoni mume wake alikaa kimya kwa muda mrefu, kana kwamba alikuwa akipima muda sahihi wa kusema ukweli. Kisha akavuta pumzi ndefu. Kwa sauti ya utulivu, alianza kufunua ukweli ambao ulikuwa umefichwa kwa muda mrefu sana. Hakuwahi kuwa maskini kama alivyofikiri. Na zaidi ya yote, ile sura ya mlevi ilikuwa ni kificho tu, jaribio la kimakusudi. Alikuwa akiwapima watu, akijaribu kuona ni nani anayempenda kwa moyo, si kwa mali au hadhi. Alikuwa ameishi maisha ya kujificha ili kutafuta ukweli wa mioyo ya watu waliomzunguka. Mdogo wao alibaki kimya, macho yakiwa yamejaa hisia mchanganyiko, mshtuko, huzuni kwa yale yaliyopita, lakini pia uelewa mpya ambao alikuwa hajawahi kuufikiria. Na hapo ndipo alipoanza kuelewa kwamba kila kitu alichocheka, alidharau, na alichokiona cha kawaida kilikuwa sehemu ya mchezo mkubwa zaidi kuliko alivyojua. Siku ya mwisho ambayo ilibadilisha historia ya familia ile ilifika ghafla, bila onyo wala dalili. Ilikuwa ni hafla kubwa ya kibiashara jijini, ambapo watu wenye majina makubwa, wafanyabiashara na wageni wa heshima walikuwa wamealikwa. Mdogo wao alifika akiwa na mume wake, bila kujua kwamba siku hiyo ingefunua ukweli kwa macho ya kila aliyewahi kumcheka. Ukumbi ulijaa watu, muziki wa utulivu ukiendelea na kila mtu akiwa na matarajio ya kawaida ya mkutano wa biashara. Lakini ghafla, mwanga ulibadilika na sauti ya heshima ikatangaza jina la mgeni maalum. Watu wote waligeuka kuelekea mlango mkuu. Ndipo alipoingia. Hakuwa tena yule mlevi wa mtaa waliomjua. Alikuwa amevaa suti ya gharama kubwa, akitembea kwa utulivu wa mtu mwenye mamlaka. Ukimya mzito ulitanda ndani ya ukumbi. Watu walishindwa kuamini macho yao walipogundua kuwa alikuwa mmoja wa wafanyabiashara wakubwa sana waliokuwa wakiheshimiwa kimataifa. Mdogo wao alisimama kimya, macho yake yakiwa yamejaa mshangao na hisia zisizoweza kuelezeka. Wakati huo huo, pembeni, dada zake wawili walikuwa wamekaa na wanaume wao waliokuwa wakijivunia pesa zao. Lakini mazingira yalibadilika ghafla. Wanaume hao walipoona nguvu na hadhi ya yule aliyedharauliwa zamani, walibaki kimya na kushuka thamani machoni pa kila mtu. Baada ya tukio hilo, maisha ya kila mmoja yalibadilika.
Wale waliokuwa wakijivunia walijikuta wakipoteza uaminifu wa wenzao, na hatimaye hali zao zikaanza kuyumba. Kwa upande mwingine, mdogo wao alijikuta akiheshimiwa zaidi, si kwa sababu ya mali, bali kwa sababu ya chaguo lake la moyo. Baadaye, dada zake waliokuja kuomba msaada kwake, macho yao yakiwa yamejaa majuto na aibu. Lakini hakukuwa na maneno mengi tena, ukimya wao ulikuwa majibu tosha ya kila kitu kilichopita. Na hapo ndipo ukweli ulipokamilika. Wale waliokuwa wakicheka waliishia kunyamaza, na yule aliyekuwa akidharauliwa ndiye aliyesimama juu zaidi ya wote. Mafunzo: usihukumu maisha ya mtu kwa muonekano wake wa sasa, kwa sababu kile unachokiona si kila mara ndicho ukweli wake.